Karibu katika simulizi ya mwanasiasa mkongwe hapa Tanzania aliyetikisa miaka ya nyuma na mpaka hivi sasa vijana wengi wakimchukua kama ndo kioo chao wakifuata jinsi aliyoyapitia. Mwanasiasa huyu ambaye aliweza kupata jina kubwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwa bado hata teknolojia hapa Tanzania bado haikuwa imekuwa. Lazaro Samuel Nyalandu. Lazaro Samuel Nyalandu ni mwanasiasa wa Tanzania aliyezaliwa Agosti 18 mwaka 1970 mkoani Singida. Amejulikana sana kwa kazi zake za siasa, utalii, uhifadhi wa wanyamapori na mijadala ya kitaifa. Alisoma shule ya msingi Pohama na Mrumba huko Singida. Baadaye alikwenda kusoma sekondari Kibaha na Ilboru na kupata matokeo mazuri. Baada ya hapo Lazaro Samuel Nyalandu alijiunga na masomo ya juu ya Marekani akipata shahada ya Business Administration na kisha shahada ya uzamili yani MA huko Uingereza. Safari ya kisiasa. Alichaguliwa kuwa mbunge wa Singida Kaskazini ilikuwa ni mwaka 2000 na kuchaguliwa tena mwaka 2005 hadi mwaka 2010. Lakini katika nafasi ya waziri alihudumu kama waziri wa sekta ya serikali, Wizara ya Viwanda, Biashara na Masoko. Kwa ilikuwa ni mwaka 2010 hadi mwaka 2012. Waziri wa maliasili na utalii. Kwa ilikuwa ni mwaka 2014 hadi mwaka 2015. Ambapo hapo ilikuwa ni chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Katika wizara yake alifanya juhudi kubwa kupambana na ujangili wa tembo na kukuza utalii. Alishirikiana na washirika wa kimataifa kupunguza biashara haramu za pembe za ndovu, kuanzisha mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori Tanzania, yani Tanzania Wildlife Authority. Baada ya hapo mabadiliko ya siasa na uchaguzi. Mnamo mwaka 2014 alitangaza nia ya kugombea urais wa Tanzania. Baadaye alijiunga na chama cha upinzani Chadema, lakini hakuweza kupata tiketi ya urais. Baadaye alirudi CCM mwaka 2021. Baada ya muda michango yake kama mbunge wa kiongozi wa upinzani. Madhumuni na misaada ya jamii. Lazaro Nyalandu amekuwa akihimiza amani, upendo, umoja nchini, hasa wakati wa uchaguzi, ulinzi wa haki, demokrasia na katiba mpya. Pia amejitolea kupaza sauti kuhusu masuala ya kijamii na siasa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Maisha binafsi, ameoa ni Faraja Nyalandu, Miss Tanzania mwaka 2004, ambapo kiongozi huyu Lazaro Nyalandu aliweza kumuoa Faraja Nyalandu aliyekuwa ni Miss Tanzania wa mwaka 2004. Sasa ana watoto wawili, ambapo pia muhtasari ni kwamba Lazaro Nyalandu ni mmoja wa viongozi wa siasa za kisasa hapa Tanzania, anayejulikana kwa kazi yake ya kuongoza katika bunge, waziri, utalii, uhifadhi wa wanyamapori pamoja na kujihusisha na mijadala ya kitaifa juu ya amani, demokrasia na maendeleo ya jamii. Karibuni kupitisha katika doti ya kwanza mpaka ya mwisho makuzi yake alipozaliwa pamoja na simulizi ya maisha yake. Lazaro Nyalandu alizaliwa tarehe 17, hiyo ilikuwa ni February ya mwaka 1968. Hichi ni chanzo kingine ambacho pia kiliweza kueleza kuzaliwa kwake, japo chanzo kingine kimekuwa kitofautiana pia. Hivyo tarehe yake ya kuzaliwa hasa bado inaendelewa kufuatiliwa kwa kina, ni ipi kati ya hizi mbili. Katika wilaya Singida ndipo alipozaliwa katikati ya Tanzania. Alikulia katika mazingira ya kawaida ya Kitanzania, akishuhudia changamoto na fursa za jamii vijijini, hali iliyomjenga kuwa mtu mwenye mtazamo wa kuhudumia wananchi. Tangu akiwa kijana alionyesha bidii katika masomo na uongozi, jambo lililomfanya kuaminiwa na wengi waliomzunguka. Baada ya kumaliza elimu ya msingi na sekondari, Nyalandu aliendelea na masomo ya juu akijikita zaidi katika masuala ya uchumi na biashara. Yani elimu hii iliyompa uwezo wa kuchambua masuala ya maendeleo, uwekezaji na usimamizi wa rasilimali, maarifa ambayo baadaye yangekuja kumwekea msingi muhimu katika safari yake ya kisiasa na uongozi. Safari yake ya siasa ilianza alipoungana na Chama cha Mapinduzi CCM, chama tawala nchini Tanzania. Kupitia chama hicho alijijengea maarufu kwa kufanya kazi za chama kwa bidii na kushiriki kamilifu katika masuala ya maendeleo ya jamii. Kwa ilikuwa ni mwaka 2010 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini, nafasi iliyompa jukwaa la kutetea maslahi ya wananchi wake katika bunge, kushiriki katika maamuzi ya kitaifa. Umahiri wake katika siasa ulimfanya ateuliwe kuwa waziri wa maliasili na utalii. Kwa ilikuwa ni mwaka 2013. Katika wadhifa huo Lazaro Nyalandu alijulikana kwa juhudi kulinda hifadhi za taifa, kuboresha sekta utalii na kupambana na ujangili
wa wanyamapori hasa tembo. Alisisitiza umuhimu wa kuhifadhi rasilimali za asili kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo, huku akihamasisha utalii kama nguzo muhimu ya uchumi wa Tanzania. Hata hivyo, safari yake ya uongozi haikukosa changamoto. Mwaka 2017 alipoamua kujiuzulu wadhifa wake wa uwaziri, akieleza kuwa alitaka kulinda heshima ya uongozi na kutoa nafasi ya uchunguzi kufanyika bila kuathiri serikali. Uamuzi huo ulimweka katika historia ya viongozi waliothubutu kuchukua hatua nzito kwa misingi ya uwajibikaji wa kisiasa. Kwa ujumla, historia ya Lazaro Nyalandu ni simulizi ya kijana aliyekuwa katika mazingira ya kawaida na kupanda ngazi ya uongozi kupitia elimu, bidii na siasa. Na ni hadithi ya mafanikio, changamoto, maamuzi na magumu yanayoakisi sura halisi ya safari ya uongozi katika jamii ya kisiasa ya Tanzania. Hii ni simulizi ya Lazaro Nyalandu. Hii ni Usiku TV.